Karibu ndani ya Uamuzi. Leo tunaangalia msingi wa kila sera ni fedha. Sera nyingi nzuri hufa kimya kimya, si kwa sababu ni mbaya, bali kwa sababu hazina pesa ya kuishi. Bima ya afya kwa wote ina ahadi kubwa, lakini swali la msingi linabaki: nani analipa na kwa muda gani? Mpango wa bima ya afya kwa wote unalenga kulinda wananchi dhidi ya gharama za matibabu, lakini ulinzi huu unahitaji mtiririko wa fedha uliothabiti kila mwezi, kila mwaka. Bila mfumo wa fedha unaobebeka, bima hubaki kuwa ahadi nzuri kwenye karatasi. Kimsingi, fedha za bima ya afya hutoka kwenye michango ya wanachama, mchango wa serikali na wakati mwingine ni wahisani. Changamoto hujitokeza pale idadi ya wanaochangia inapokuwa ndogo kuliko wanaohitaji huduma. Nchi kama Tanzania zina sekta isiyo rasmi iliyo kubwa. Hii ina maana mapato yasiyo ya uhakika na michango isiyo thabiti. Swali la sera linakuwa: je, mfumo umejengwa kuhimili hali hii au unategemea nidhamu ambayo pengine haipo? Kadri wanufaika wanavyoongezeka, ndivyo mahitaji ya fedha yanavyoongezeka. Hapa ndipo afya inapokutana na siasa za bajeti, kati ya elimu, miundombinu na huduma nyingine za jamii. Nchi zilizofanikiwa katika afya kwa wote zilianza kwa kufanya maamuzi magumu ya kifedha, kuongeza bajeti ya afya, kuboresha ukusanyaji wa mapato na kuweka vipaumbele wazi. Hii inaonyesha kuwa uendelevu wa bima ni suala la uchaguzi wa kitaifa, si la kiufundi pekee. Kwa mwananchi wa kawaida, swali si sheria ipo au la, bali je, kadi ya bima itafanya kazi hospitalini leo na kesho? Hapa ndipo sera inapopimwa kwa maisha halisi. Je, Tanzania iko tayari kubeba gharama za bima ya afya kwa wote kwa muda mrefu bila kuathiri huduma nyingine za msingi? Hili ndilo swali tunaloacha leo ndani ya Uamuzi. Tupatie maoni yako.